Naam, mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako kama ilivyoada tunakwenda kuangazia habari na uchambuzi juu ya matukio ya kimichezo ambayo yametokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Young Africans bado hawajamaliza usajili na anatajwa Stefan Kiaziz huenda pia akahusika kunako kurejea kwenye timu hiyo, mabingwa wa ngao ya jamii mwaka huu 2026 ambako wametoka kushinda tu siku za hivi karibuni. Na kwa maelezo ni kwamba klabu ya Young Africans ipo kwenye mpango wa kumuhitaji kiungo huyo mwenye umri wa miaka 30, raia wa Burkina Faso, mzaliwa wa Ivory Coast, ambaye kwa msimu uliopita aliitumikia klabu ya Al Ahly Benghazi ya huko nchini Libya, ambako ndiko alikuwa na mkataba nao kwa msimu uliomalizika, jambo ambalo limemfanya kocha Mangoba Ngliti aweze kuhitaji kiungo namba 10 pure ambaye ana ubora mkubwa wa kucreate nafasi, lakini pia kuweza kufunga. Na kwa haraka uongozi wa Young Africans pengine umeangalia kwa Stefan Kiaziz miongoni mwa wachezaji ambao hadi hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba bado hajapata timu nyingine ambayo imemhitaji. Kwa hiyo Young Africans wameona kwamba kuna uhitaji wa kiungo aina ya Stefan Kiaziz kwenye kikosi chao kwa kile ambacho ameshawahi kukifanya misimu kadhaa nyuma akiwa na uzi wa timu hiyo ya Young Africans. Na Stefan Kiaziz ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari ana uzoefu na ligi kuu Tanzania bara. Tayari pia ameshawahi kuchukua tuzo ya MVP kwa misimu ya nyuma, lakini pia msimu wake wa mwisho akiwa na Young Africans, kwa maana msimu wa mwaka 2024 2025 alifunga magoli 9 huku akitoa assist 7, jambo ambalo linamthibitisha yuko bora kwa kiasi gani kwa kile ambacho anakihitaji. Sasa Stefan Kiaziz kurejea Yanga pengine inaweza isiwe story kubwa, lakini tunafahamu kwamba Young Africans tayari wamekwisha timiza idadi ya nyota 12 wa kigeni, jambo ambalo linafikirisha kwamba nani ambaye anaweza akatoka na kumpisha Stefan Kiaziz kuingia na kukidhi vigezo vya kikanuni ya kuwa na wachezaji 12 wa kigeni kunako timu moja. Sasa taarifa ni kwamba Young Africans ipo katika mpango pengine wa kuachana na beki wa kati kwa maana ya Farouk Komara, raia wa Ivory Coast, ambaye Young Africans ilimtambulisha akatokea kwenye klabu ya Golden Arrows ya huko nchini Afrika ya Kusini, ambako ndiko alikuwa anatumikia kwa msimu uliopita, timu ambayo pia alikuwa anafanya kazi kwa champion Young Africans kwa maana ya Mangoba Ngliti. Sasa dili imekaa kwa namna hiyo kwamba pengine Young Africans bado hawajaweza kuridhishwa na kile ambacho Farouk Komara pengine anakideliver katika uwanja wa mazoezi, lakini pia kile ambacho mwalimu anataka ampatie pengine bado ameshindwa kuwashawishi viongozi na technical staff ya klabu ya Young Africans. Kwa hiyo kuna uwezekano Farouk Komara anaweza akawa replacement ya Stefan Kiaziz, licha ya kwamba kwa siku za hivi karibuni pia tumekuwa tukisikia taarifa kwamba Young Africans ina mpango ya kumuuza Alan Okello kuelekea huko katika mataifa ya kaskazini mwa Afrika. Kwa hiyo Stefan Kiaziz magician is back in Young Africans kwa msimu mwingine ambao atakwenda kuitumikia klabu hiyo, mabingwa wa kihistoria kunako ardhi ya Tanzania. Jina langu mimi ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa wewe ambaye kwa siku ya leo umeungana nami mwanzo hadi tamati katika kipindi pendwa cha The Golden Boot, lakini nyuma ya kamera alikuwepo Emmanuel Charles Maro. Hadi wakati mwingine, Anuari TV, sauti ya mtaa.